Wewe ni bora. Haleluya, haleluya. Jione bora. Unaweza ukasemwa vibaya, ukasikia yale maneno waliokusema watu vibaya, ukajiona kwamba sio bora. Nataka nikwambie hivi, hauko bora kwa sababu unasema vizuri. Wewe ni bora kwa sababu unamwakilisha Mungu duniani. Mungu ana wajumbe hawa. Nitajie nikutajie. Taje nitaje. Mungu ana wajumbe hawa. Wa kwanza, divine messenger. Divine messenger. Wa pili, human messenger. Mjumbe wa mbinguni tunamwita divine messenger. Mjumbe wa duniani tunamwita human messenger. Sasa wewe ni wa wapi? Wewe ni wa duniani. Wa mbinguni ni nani? Ni malaika. Mzee Benja, huko pamoja na mimi kweli? Wewe ni bora. Safari ya imani. Kwenye safari ya imani wewe ni bora. Kama unavipiga vita vizuri vya imani, wewe ni bora. Amen. Tanzania tuna shirika la viwango. Likishapiga muhuri kitu chochote, tunajua hiki ni bora. Huo muhuri unaitwaje? TBS. Nikishika kitu nikakuta hakina TBS, huwa mimi naangalia vitu viwili tu kwenye kitu. Moja, muhuri wa viwango vya ubora. Pili, expire. Chochote nikishika naangalia vitu viwili. Wewe ni bora. Hatunayeniona wewe ni bora. Natamka wewe ni bora. Hatunayekaa kimya, wewe ni bora. Amen. Hatukinisema vibaya, bado wewe ni bora. Amen. Bado namwakilisha Mungu duniani. Amen. Biblia inasema katika Methali, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Ala, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Kama kumbe unavyopumua kwa Mungu ni taa inamulikia. Ndio maana popote utakapoenda Mungu anakuona, kwa sababu ikiwa unapumua wewe ni taa ya Bwana. Amen. Taa ya Bwana ni kama tuseme hizi taa zetu. Hivi vimulimuli si vitaa vyetu jamani, vidogo vidogo vinatumulimuli humu ndani. Sasa kama vinatumulimuli humu ndani, ndivyo kwa Bwana tulivyo. Haka kakimulimuli haka kako hivi haka. Kwa hiyo Mungu akitaka kutuona naye anatuona hivi. Kama vimulimuli vikipumua chwa. Kadri vinavyopishana kingine kanaenda chwa, ndivyo ambavyo kwa Mungu tunavyofanyika, kwamba unavyopumua wewe ni taa ya Bwana. Unamwakilisha Mungu duniani. Amen. Wewe ni human messenger. Ili jambo huwa nikilifikia, hata kama nikataliwe, hata kama nisemwe vibaya vipi, huwa najiona mimi ni bora. Bwana asifiwe. Hiyo ni sifa ya safari ya imani. Binti yangu Debora, uko pamoja na mimi? Mungu akubariki. Sifa ya ngapi hiyo kwa wanaoandika? Hata saa sina naweza nikawapeleka hadi saa 8. Haya. Sasa unazaa mtoto hajawahi kunywa maji, kwa maana ya hana kiu. Maana ili uwe na kiu, mfano sasa hivi mimi sijanywa maji sasa muda mrefu. Sasa nasikia kiu. Nasikia kiu, natamani nipate maji. Na mtu wa kunipa maji hayupo. Kwa kiu sasa. Au usiniletee maji tafadhali, siwezi kunywa maji mpaka Mungu atakaposema na mimi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ana mzee Zungu ni chapu sana. Shemasi mzuri sana. Na Mungu atakubariki, nitakuombea sana.
Unanisikia watoto wa Mungu? Amen. Kitu gani cha mwisho kwenye safari ya imani kinahitajika? Kiu, shauku. Naomba nimalizie. Hiki ndicho kilichokosekana kwa wana wa Israeli wakati wanasafiri kutoka Misri. Wamefika Refidimu, wana kiu ya maji. Wakamwambia Musa, heri turudi Misri kuliko kufia hapa Refidimu. Wakaanza manung'uniko pale Refidimu, wananung'unika, wanasema, Musa, imekuwa kuwaje? Tunaangamia hapa, tunafia hapa. Watu wasio na kiu huwa wanavamiwa na roho ya masengenyo. Roho ya masengenyo huwa inawavaa waliopoteza kiu ya mambo ya Mungu. Wamepoteza kiu. Na kanisa la leo ninapoliona mimi kama mtumishi wa Injili niliyepewa dhamana ya kumwakilisha Mungu, kuliongoza kanisa la mwisho wa dunia, halina kiu. Watu hawana kiu ya ibada. Biblia inasema hufai katika ufalme wa mbinguni kama huna kiu. Utafaa kwa mke wako, utafaa kwenye ukoo wako, utafaa kwenye kazi, mshahara watakuongeza. Lakini ukiyapata hayo yote ukapoteza uzima wa milele, utapata faida gani? Unajua ni lini utaondoka duniani? Unajua ni lini Mungu atakuita duniani utoke uende kwake? Kwa nini huna kiu? Mbona huna kiu ya huduma yako? Ulikuwa na huduma gani? Mbona kiu imeisha? Maana hivi mtu asipokuwa na kiu atakunywa maji? Muniambie kama atakunywa. Hanywi. Kiu. Safari ya imani inahitaji watu wenye kiu. Ndio wanaosafiri kwenye safari ya imani. Wengine watakuwa na kiu ya mambo ya dunia, lakini nataka nikwambie kiu ya mtu anayesafiri kuelekea mbinguni imetajwa katika Mathayo. Anasema, heri wenye njaa na kiu ya haki. Kiu yako iwe ni kiu ya nini? Ya haki.